Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ninaitwa mchungaji Phoebe. Zaidi ya yote nimeokoka, ninampenda Yesu. Adhuhuri ya leo ninataka tukaweze kushiriki neno la Mungu ambalo Bwana ameweza kutubariki nalo katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo nataka nichukue fursa hii nikaweze kukukaribisha msikilizaji wangu, na ili tukaweze kubarikiwa pamoja katika jina la Yesu Kristo. Nataka nisome neno la Mungu kutoka kitabu cha Ufunuo wa Yohana, na ndio kwa wale ambao wanaotumia Biblia ya Kiingereza inaitwa Revelation chapter number 22 and verse number 12. Ufunuo wa Yohana 22 na mstari wake ni wa 12. Na nitaweza kusoma neno la Mungu. Maandiko inasema, tazama naja upesi, na ujira wangu upamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Verse number 13 inasema, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Mahali ambapo tumesoma, kabla tujaendelea, ninataka tu tukaweze kushukuru kwa sababu ya neno la Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu ya nafasi hii umetupatia, na ili Baba tukaweze kushiriki neno hili lako. Maandiko yako inasema ya kwamba neno lako moja linaweza fanya mwanadamu akaweze kuishi. Na sisi adhuhuri ya leo Bwana, ninaamini ya kwamba kila mmoja wetu atakayeweza kusikia sauti hii, yeyote ambaye atakayeweza kusikia habari hii, ataweza kuishi tena katika jina la Yesu Kristo. Na sasa Mungu, ninaomba ukaweze kutupa ufunuo ambao ni wa neno lako, na ni katika jina la Yesu tumeomba na hata tumeshukuru. Sema amen. Amen. Kwa wakati huu ninataka nikaweze kuongea kuhusu mshahara. Mshahara, tunajua kwa nini mtu ulipwa mshahara. Hauwezi lipwa mshahara kama haujafanya kazi yeyote. Ni lazima ufanye kazi na ili ukaweze kulipwa mshahara. Hata wale ambao tunaofanya kazi kwa makampuni, ni lazima urauke asubuhi na mapema na ili ukaweze kupata mshahara. Hata kama wengine wetu tunafikiria ya kwamba ukiarauka pale uende siku ya mshahara na utafanya kazi utaweza kupata mshahara. La hasha, hauwezi pata mshahara kama haujafanya kazi. Nayo hapa maandiko inanena kuhusu mshahara. Yesu ndiye ananena, anasema ya kwamba tazama ninakuja haraka upesi, na ujira wangu mkononi mwangu. Kuna Yesu anayekuja na ujira wake mkononi mwake, na anakuja kutulipa kulingana kila mmoja wetu kazi tunayofanya. Mwanadamu yeyote mahali popote uko, nataka ujue kulandi kwako hapa duniani kuna makusudio yake. Ni lazima uelewe chochote unachofanya hapa duniani kuna mshahara wake katika jina la Yesu. Wanaofanya biashara kuna mshahara wanangojea kupata. Wanaofanya kazi za kuajiliwa kuna mshahara wanapata. Na sisi nataka niseme hivi kwamba kila mmoja wetu kuna mshahara ambapo tunakuja kulipwa katika jina la Yesu Kristo. Nimekuja hapa nikukumbushe, mtu wa Mungu, kuna mshahara kila mmoja wetu atalipwa. Aidha kazi yako ni mzuri, aidha kazi yako ni mbaya, kuna mshahara tunakuja kulipwa. Na maandiko inaendelea kusema, anayekuja kutulipa mshahara, yeye ndiye mwanzo na yeye tena ndiye mwisho. Kwa hivyo katikati ya hiyo hakuna shortcut yeyote. Kama wewe unatenda mema, nataka nikuambie kuna mshahara utalipwa. Kuna wengine usema ya kwamba ile siku ikifika kuna kuhongana. Hakuna kuhongana, maana yeye ndiye wa kwanza na yeye ndiye wa mwisho. Kwa hivyo usijidanganye mtu wa Mungu, ufikirie ya kwamba utahongana na ili at least mambo yako yakuwe sawa. Hakuna kitu itakuwa sawa. Hapana.
kulingana na neno la Mungu, na ili ukaweze kulipwa mshahara kulingana na neno la Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Nataka niseme hivi kwamba kuna mzee mmoja ambaye aliishi hapa duniani, na kama vile tunavyojua wale watu ambao tunaokaa town, tunajua wale wanakaa ushago, kama wazazi wetu wanakaa nyumbani, ama uko na relative yeyote ambaye ako nyumbani na amelemewa, saa zingine ni mgonjwa. Sasa huyu mzee akawa na mtoto, akawa na watoto ambao alikuwa na alikuwa na mke na watoto na wakati alipokuwa na mke na watoto, akaamua baba yake ushago, akasikia babake ni mgonjwa, akaleta mzazi wake ili akaweze kukaa na yeye. Lakini wakati alipoendelea kukaa na yeye, hivyo ndivyo mzee aliendelea kupata matatizo na akaendelea kuwa mgonjwa. Akampeleka hospitali, na alipopelekwa hospitali akawa akitibiwa na anaandikiwa kliniki ya kurudi. Lakini kwa sababu ya uzee, huyu mzee akawa stubborn katika hiyo familia, akawa stubborn. Huyu mzee akasumbuka sana. Bibi yake wakati anapotoka kazini, mzee, bibi anamwambia, mimi sitaki huyu mzee hapa, nataka umfukuze arudi nyumbani. Na wakati mama alipoambia mzee, naye mzee akaingiwa na ile roho ya kutaka kufukuza baba yake. Siku moja ikawa anampeleka clinic, akampeleka na kamrudisha nyumbani. Lakini kwa mawazo yake, wakiwa na bibi yake, wakapanga siku moja ya kwamba wanataka kumaliza huyu mzee, na ili kisanga yake ama historia yake ikaweze kuisha, akanunua kamba, akakuja naye akaweka kwa gari. Na wakati alipoweka kwa gari, kuna mtoto mmoja wao aliweza kuwaona, na huyo mtoto akasumbuka sana, akashindwa kamba ni ya nini ambayo iko kwa gari. Na wakati alipokuwa akiwaza, akachungulia, akaona kile baba yake walikuwa wanafanya na mama yake, na kwa kibahati tu akasikia sauti ambayo mama na mzee waliokuwa wakiongea. Mzee akaambia mama, nikienda na huyu mzee sirudi na yeye tena, maana kuna mahali nataka niache kama nimemuhang na hii kamba nimeweka hapa. Na huyu mtoto akasumbuka sana. Sasa ikafikia asubuhi na mapema, na ili mzee akaweza kupeleka baba yake hospitali. Walipokuwa wakienda hospitali, akachukua mzee akamweka kwa gari, na kuna kamba pale kwa boot. Siku hiyo huyo mtoto hakulala, akaamka asubuhi na mapema. Wakati walipokuwa wakitoka, akasimama mbele ya baba yake, akamwambia, baba, kuna kitu moja nataka nikuambie. Wakati utakapokuwa mzee, na mimi vile unavyofanyia guka yangu, hivyo ndivyo nitakavyokufanyia. Huyo mtoto wakati aliponenea baba yake hivyo, mzee akasumbuka sana, akaanza kukumbuka, saa hii niko na nguvu. Kuna wakati nilikuwa mtoto na huyu mzee alinishughulikia, kumbe kuna wakati utafika huyu mtoto wangu anifanyie kile ninapofanyia baba yangu. Na akafikiria, akaona kile alikuwa nataka kwenda kufanya ni kitu mbaya. Huyu mtoto akafanya mawazo ya baba yake ikabadilika. Nataka kukuambia nini, msikilizaji wangu? Nataka nikuambie, chochote unachofanya duniani kuna mshahara wake, kuna mshahara wake. Usichoke na kutenda kile unachotenda. Kama unatenda mabaya, kumbuka kuna mshahara. Kama unatenda mema, kumbuka kuna mshahara. Chochote unachofanya kuna mshahara ambao unakungojea mbele yako. Na ndiposa neno la Mungu linasema Yesu anakuja na ujira wake mkononi kwa mwanadamu yeyote yule ambaye atakaye kuwa hapa duniani. Aidha utakuwa duniani ama utakuwa umeondoka duniani, kuna mshahara tunakuja kulipwa. Je, mwanadamu, ningetaka nikuulize, wewe unangoja kulipwa nini? Mshahara unayengojea, unangojea mshahara wa aina gani? Unangoja kulipwa mema ama
ama unangojea kupelekwa jehanamu? Maana maandiko inasema njia ni mbili tu, ni jehanamu ama uzima wa milele. Sijui umechagua nini jioni ya leo ama dhuhuri ya leo. Uko na nafasi mzuri ya kuchagua kutenda mema. Huyu mzee alifusiwa kuchagua kutenda mema kwa baba yake, mpaka kaona kweli hakuwa anafanya vizuri. Na wewe usingoje hali kusukume, usingoje hali kusukume mpaka ufike mwisho. Uko na nafasi ya kufanya uamuzi. Unaweza amua leo, siku ya leo useme, mimi nilikuwa ninatenda haya, nitarudi kutenda mema. Kutoka saa hii nimebadilisha njia zangu, sitarudi kufanya hii, nitarudi kufanya mema katika jina la Yesu. Naongea na wewe mfanyi biashara. Sijui hiyo biashara yako unatumia nini? Sijui unafanya hiyo biashara yako na nini? Mimi sielewi. Ama unaendaga kwa Kalomanzila, unaenda unachukua kamote, unakuja unaweka kwa biashara yako na ili kaweze kunawili. Wacha nikuambie, kilichoko na mwanzo ni ujue lazima kitakuwa na mwisho. Itafika wakati, itafika mwisho. Na wewe mtu wa Mungu, mahali popote uko, chochote unachofanya, hata kama unaona customers hawakuji, unasikia mwingine anasema hivi, wewe usikufe moyo, wewe shikilia tu. Ni kwa sababu Yesu anakuja na ni lazima utaweza kulipwa katika jina la Yesu. Siku moja tukiongea na mama mmoja, akawa akiniambia jirani yake anamwambia yeye anapata mapesa mingi, biashara yake inanawili, na yeye anaona ni kama anataka kufunga biashara maana inawili, maana hakuna kitu inafanya. Nikamtia moyo, nikamwambia kuna siku inakuja ya Bwana ambayo utakuja kulipwa, ambayo hii biashara yako itabadilika. Endelea kumngojea Bwana, endelea kumtumainia huyu Mungu, na ninataka nikuambie yeye hachelewi na hata akawii. Anakuja kwa wakati ambao unaofaa katika jina la Yesu. Mwanadamu mahali popote uko, msikilizaji wangu mahali popote uko, sijui umeamua uamuzi gani, sijui ni nini hicho unafanya, sijui ni hatua gani ama ni uamuzi gani uliweza kufanya, lakini leo unaweza badilisha. Yule mtu hawezi akabadilisha ni yule ambaye ameenda 4/6, lakini kabla hujaingia 4/6 uko na nafasi mzuri ya kubadilisha maisha yako. Kwa hivyo ningetaka tu kwa wakati huu ukaweze kubadilisha nia yako. Badilisha nia yako. Na kama uko na rafiki yako mahali, hata ukisikia ujumbe huu, ongea na huyo rafiki yako. Kama mlikuwa mnapita njia ambazo asifai, ongea na rafiki yako, mpatie nafasi asikize ujumbe huu, mwambie abadilishe nia yake. Mungu ni yule yule jana na leo na hata milele. Maandiko inamtambua kuwa he is the Alpha and Omega. Yeye ndiye mwanzo na tena yeye ndiye mwisho. Hata tuishi tukitenda mabaya duniani hii, finally tutakutana na huyu Mungu. Finally hakuna mahali pengine utaenda, utakutana na huyu Mungu. Kwa hivyo nafasi ni mzuri. Wakati huu nafasi ni mzuri, unaweza badilisha nia yako. Kabla tutakuja kulipwa mshahara, unaweza badilisha nia yako katika jina la Yesu. Mungu wetu ni Mungu wa huruma. Mungu wetu ni Mungu amejaa neema, neema tele. Na hiyo neema inaweza kukufikia leo katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo ninataka nitangaze ya kwamba neema iko. Nitangaze ya kwamba nafasi iko. Nafasi ya kubadilika, nafasi iko katika jina la Yesu. Kwa hivyo mtu wa Mungu, haujachelewa. Nafasi ndio hii. Na kama uko pale ungetaka kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ubadilishe nia yako, ubadilishe mawazo yako, unaweza rudia ombi ili nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Ninajua mimi ni mwenye dhambi, na kutoka saa hii futa jina langu katika kitabu cha mauti, uandike jina langu katika kitabu cha uzima wa milele. Na kutoka sasa
Baba, kile nilikuwa ninafanya sitafanya tena katika jina la Yesu. Naomba unisamehe, naomba ukanitakase leo, unifanye mwanao kupitia damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu tumeomba na hata tumeamini. Nataka nikaweze kukuombea msikilizaji wangu, wewe ambao umeweza kusikia neno la siku ya leo, na ili neema ya Mungu akakuwezeshe kubadilisha nia yako, kubadilisha njia zako katika jina la Yesu Kristo. Hata ni tukaweze kuomba. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la mwana Yesu Kristo, ninakushukuru kwa nafasi hii umetupatia tukashia neno lako. Neno lako ni ukweli, neno lako ni ukweli. Pale mwanzo kulikuwa na neno, na wewe Mungu ndio neno. Na sasa katika jina la Yesu nimeachilia hili neno kwa watu wako. Sasa wewe neno ninakutuma ukabadilishe maisha ya mtu katika jina la Yesu. Na kutoka sasa ninakuombea neema mpya, neema ya kubadilika, neema ya kubadilika katika jina la Yesu. Na ili Yesu atakaporejea, tukija kulipwa mishahara, tukaweze kulipwa mishahara, itafanya tukafurahie miaka yetu yote, maisha yetu yote, maana kuna umilele katika jina la Yesu. Na kushukuru Yesu na ninakuinua, na ni katika jina la Yesu tumeomba na hata tumeamini. Amen. Amen. Nataka nichukue fursa hii tena nikaweze kukushukuru sana wewe msikilizaji wangu kwa kuchukua nafasi yako kusikiliza ujumbe huu. Mungu wetu akaweze kukubariki, Mungu akaweze kukuinua, tukibadilisha nia zetu, tukibadilisha njia zetu ambazo tumekuwa tukipita, njia ambazo asifai hata mbele za Mwenyezi Mungu, asifai. Tukibadilika tu, Mungu akaweze kutubariki. Otherwise ninawapenda sana, ninawapenda sana, ninawapenda sana. May God bless you, God bless you. Asante sana. Tuko hapa Amani Center na kanisa ambalo linaitwa Siloam Faith. Hapa ndipo ninapohudumu katika Amani. Si Mungu wetu akaweze kuwabariki sana. Ninakukaribisha wewe ambao uendangi chacha, kuna mahali unashiriki, na chukua fursa hii nikakukaribishe katika ibada zetu katika jina la Yesu. Shalom, shalom, shalom. Thank you.